Ukiangalia katika Exodus 15:20 utapata kuna nabii mke alikuwa anaitwa Miriam. Ukikuja katika Judges Judges 4:4 utapata kuna nabii mke ambaye alikuwa anaitwa Deborah. Ukikuja katika second Mambo ya Nyakati wa Pili 22:14 kuna nabii mke anaitwa Hulda. Ukikuja katika Nehemia 6:14 utapata kuna nabii mke ambaye alikuwa anaitwa nani? Noadia. Ukikuja katika Lucas 2:36 utapata kuna nabii mke alikuwa anaitwa Ana. Lakini ukitafuta kuanzia Genesis ni wapi mwanamke amekuwa mchungaji mpaka wakati wa mitume, hakuna mahali mwanamke ameruhusiwa ama amewahi kuwa mchungaji. Lakini ni wakati huu wetu ndio tunaona wanawake wachungaji, tunaona wanawake bishop, ambayo ni against the doctrine. Biblia inaposema kuhusu bishop, ukisoma 1 Timothy 3:2 inasema yule ambaye anataka kuwa askofu anatamani kazi nzuri. Na inasema pia hapo askofu anafaa kuwe mtu asiyelaumika na anafaa kuwe mtu wa mke mmoja. Kwa hivyo bado ndio kuwe askofu, si tutakuwa askofu ukiwa bachelor. Si tutakuwa askofu na hata una familia. Inasema ndio kuwa askofu ni lazima uwe mume wa mke mmoja. Hakuna mahali kwa wanawake inasema ya kwamba ndio uwe askofu uwe mke wa mume mmoja. Hakuna. Unless uandike Biblia yako utupe tuisome. Askofu ambaye hana mke na ni askofu, huyu ako out of doctrine. Hata awe nani, hata awe na makanisa miangapi, ako nje ya doctrine ya Mungu. Maana ukiangalia katika mstari wa 5 inasema ya kwamba katika mstari wa 5 awe mtu ambaye anajua kutunza nyumba yake. Na ikasema kama hajui kutunza watu wa nyumbani kwake, atatunza aje kanisa la Mungu? Kama hana bibi wa kutawala, atatawala aje kanisa? Atafocus aje kuongelesha wanawake? Semina ya wanawake ataongelesha aje na yeye ana bibi? Hana watoto, utaongeleshaje youth? Kwa hivyo lazima sasa kanisa mjue mnaongozwa na kina nani, kwa sababu utakuwa viongozi. Ile Yesu alisema viongozi wao ni vipofu wa vipofu, ya kwamba kipofu akiongoza kipofu mwenzake wala watatupikia kwa shimo. Kwa hivyo kanisa ambayo iko na bishop mwanamke, ujue hiyo kanisa hakuna mali naenda, maana Mungu hakuruhusu hivyo. Na ukisoma katika Matendo ya Mitume 2:17 hapo ndio tunaisomanga vibaya. Maana nasema itakuwa siku za mwisho Mungu atapea watu wote roho wa Mungu. Na inasema mabinti zenu watatabiri. Na ukisoma mstari wa 14 inasema kwamba waume wenu na wanaume na wanawake watatabiri. Kwa hivyo yule ambaye anatabiri ni nabii. Na tumeona katika Genesis, Exodus, kuja hivyo mpaka kwa Luka wakati wa Yesu. Tumeona mpaka Yesu alikuwa na manabii wake, wanawake manabii. Lakini mwanamke ya pasta hakuna kitu kama hiyo. Hiyo ni nje ya hiyo ni fundisho lingine potofu ambayo mtauliza Mungu mulitoa wapi hiyo? Kwa maana since when, na ndio Paulo akasema katika Timotheo anasema ya kwamba simpi mwanamke ruhusa ya kufundisha wala ya kumtawala mume wake. Kwa hivyo hakuna siku ambayo mwanamke atakuwa juu ya mwanamume.
Kama Mungu amesema askofu awe mtu asiyelaumika, awe na mtu wa mke mmoja ndio aweze kuliongoza kanisa vile anaongoza boma yake, mwanamke haizi ongoza boma yake kumuongoza mwanaume. Kwa hivyo kanisa ambayo unaona mwanamke ndio pastor, ujue hiyo kanisa ishaasi, maana haiheshimu mzee, na unakuta hata hiyo mama hana mzee. Kwa hivyo hiyo kanisa ni kanisa ambayo haina kichwa, haina mwelekeo, hakuna mahali watu wanaenda. Sasa hiyo ndio ukweli. Sasa upende usipende, maana hiyo ni Biblia, na ndio tukua Kristo lazima tufuate Biblia. Hakuna shortcut. Hakuna shortcut. In fact, hata hapo ukisoma hiyo First Peter Timothy 3:2, utilemke tu kidogo tu, utapata mahali nakwambia ndio ukue askofu asiwe mtu ambaye ameongoka tu juzi. Ni ukama kwa utumishi ama kwa huduma ya ubishop. Ndio asije akaingia katika mitego za shetani. Sasa niambie, bishop hana bibi, bishop hana huyo mama, hana mzee, majaribu ziko hapo kwake ni kiasi gani? Kidogo kidogo ataanza kupita na praise and worship, ataanza kukuja na muimbaji. Unakuta kuna kama muimbaji anatembeanga na bishop, kuna muimbaji kanatembeanga na bishop mama. Wewe unaona tu ni muimbaji, lakini behind the scene kuna vitu zinaendeleanga hapo. Unajua hizi vitu amwambii, na mimi nitawaambia. Na tunakutanga mabishop wengi ambao wana mabibi ama hawana mabwana, wanakuanga na waimbaji ambao wakienda mahali kuhubiri lazima wawe na waimbaji. Sasa wewe maana ulipakwa mafuta tu, ulisimitiwa macho sasa wewe unaona tu muimbaji, maana wewe ni Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Sasa wewe utaona tu muimbaji amekuja na bishop, lakini nyuma ya curtain vitu ambazo zinaendeleanga huko. Sasa mimi nasema hivi, hakuna Biblia ambayo mahali imeruhusu mwanamke kuwa pastor. Ni saizi ndio wanawake wanaodeiniwa, na ndio unaona kanisa la ICDA for now hawana pastor mama. Lakini kuna siku nilisikia discussion mahali, kwa sababu shetani ameanza kuingilia kanisa la Wasabato letu, kanisa la Wasabato. Kuna watu ambao wameanza kuingia, ambao Yuda 1:8 imesema ya kwamba, Yuda 1:4, ya kwamba tuangalie sana imani, tuje tuitetee imani, maana iko watu waliojiingiza kwa siri ili waweze kutupeleleza, ili waweze kutuchunguza watupeleke utumwani. Kwa hivyo lazima tuitetee imani. Sasa nikasikia discussion, watu wameanza kudiscuss mwanamke anaweza kuwa pastor, ati kwa sababu kama mwanamke anaweza kuwa nabii, na nabii ndio kubwa kuliko pastor, sasa mbona asikuwe pastor? Sasa hiyo ni mafikirio yake, hiyo ni imagination. Lakini Biblia ilijua kwamba ndio nabii ni mkuu kuliko hata pastor, ama ni mkubwa kuliko pastor. Vile unaona Biblia ilijua hivyo, lakini Mungu hakutaka ikuwe hivyo. Hata kama ulijua iko hivyo, lakini Mungu yeye ako na plans zake. Unajua watu wakisema kwamba nabii ni mkubwa kuliko pastor, watu wajiulize swali mbele yake. Unaona tu kubwa ya nabii, udogo wa pastor, lakini ndani ya hiyo pastor yeye ndio mkuu kuliko hata nabii. Kwa sababu kitu ya kwanza, huyu amepewa responsibility mbili. One, kitu ya kwanza ametunza nyumba yake kwanza ikae vile Mungu anataka. Amechunga kanisa nyumba yake all the way mpaka mali imefika. Sasa kanisa ikianza, mali na kanisa imeanzia, achukulie hapo vile alitunza boma yake, atunze kanisa hivyo. Na tatu, achunge hao watu wasije wakapotea. Wachunge hao watu ili umbwa mwitu wako huko wasije wakaingilia kundi. Kwa hivyo pastor ndiye ako na kazi mingi ama bishop kuliko nabii. Maana nabii kazi yake ni atabiri na ende. Na tunaona kuna mahali Isaya sikumbuki ni wapi, lakini alienda kwa nabii mke na akamtabiria Isaya. Sasa Isaya, na tunaona kuna wakati tabiriwa kwamba katika Isaya 7:14 ya kwamba bikira atachukua